La takhtabiranna ayuha almu'minuna, mtajaribiwa enyi waumini, fi amwalikum, katika mali zenu, biadai alhuquqi alwajiba fiha, kwa kule kutekeleza haki mbalimbali zilizowajibishwa kwenye mali. Zaka, pengine kuna jihadi unatakiwa utoe kwa ajili ya jihadi watu waweze kwenda, kuna jambo la dini linatakiwa mali unatakiwa utoe, ni katika mtihani mtajaribiwa. Kwa mfano kama hapa tuliko tunao mtihani, nafikiri Allah anatujaribu leo, sijui mwaka wangapi Sheikh Muhammad, sijui unapiga tashkili hapa, tunataka tujenge nyumba ya Mungu hii tupo ndio hiyo tunajaribiwa kwenye mali zetu. Nyumba inajengwa kwa mali. Sasa toka siku ile kwanza kunadiwa, nafikiri ingekuwa ni madaraka kushamaliza. Kwa hiyo pesa mbili unayoipata ya kuuzia nyanya hiyo, ndio kushasimamisha chumba ushahamia. Huu ni mtihani Allah anatujaribu, fi amwalikum, kwa kule kukalifishwa kufanya baadhi ya mambo katika taklifa mbalimbali za kutoa mali, ni majaribio. Fi amwalikum biadai alhuquqi alwajiba, katika mali zenu, katika utoaji wa haki zilizowajibika pia kwenye mali. Wa bima yanzilu biha, na yale ambayo yatateremka kutokana kwenye mali hiyo, min almasaib, kutokana na masaib mbalimbali, itakumbwa mali hiyo, mara imeibiwa, mara imefanyaje, yote ni majaribio Allah kujaribu. Wala takhtabiranna fi anfusikum, na pia atakujaribuni kwa nafsi zenu. Kivipi? Bilqiyami bitakalifi shar'iyya, kwa kule kusimamia taklifa za sheria, kwamba sheria inakutaka fanya hili, fanya hili, fanya hili, kwa nafsi yako mwenyewe wewe kama ufanye, ni jaribio hilo. Taklifi sharia. Wama yanzilu bikum, na yale ambayo yatashuka kwenu, min anwa'il bala'i, miongoni mwa aina mbalimbali za mitihani. Lakini pia wala tasma'unna min alladhina, na pia mtasikia kutoka kwa wale ambao utul kutuba, waliopewa vitabu, min qablikum, kabla yenu, wa min alladhina ashraku, na kutokana na wale waliomshirikisha Allah, mtasikia kwao shay'an kathira, vitu vingi tu, mambo mengi sana mtasikia. Mimma yuudhikum, miongoni mwa mambo ya kukuudhini, minat'ani fikum, kutokana na kukutukaneni nyinyi, wa fi dinikum, na hata katika dini yenu. Wa in tasbiru ala ma yusibukum, iwapo mtavumilia juu ya kile kitakachokupateni, min anwa'il masaibi, miongoni mwa masaibi mbalimbali, wal ibtilaati, na majaribio mbalimbali. Watattaqullaha, na mkamuogopa Allah, bifi'li ma amara, kwa kufanya kila alichoamrisha, wa tarki ma naha, na kuacha kile alichokataza. Fa inna dhalika min al-umuri allati, hakika kufanya hivyo ni katika mambo ambayo tahtaju ila azmin, yanahitaji kuazimiwa sana. Wa yatanafasu fiha, na kushindana kwenye mambo hayo, almutanafisuna, wenye kushindana. La takhtabiranna ayuha almu'minuna, mtajaribiwa enyi waumini, fi amwalikum, kwenye mali zenu, biadai alhuquqi alwajiba, kwa kule kutekeleza haki zilizowajibishwa fiha, ndani yake. Wa bima yanzilu fiha, na yale yatakayoteremshwa kwenye mali hiyo, min masaibi, katika mitihani mbalimbali. Wala takhtabiranna fi anfusikum, na pia mtajaribiwa kwa nafsi zenu, bilqiyami, kwa kusimamia, bitakalifi, taklifa mbalimbali sharia, za sheria. Wama yanzilu bikum min anwa'il bala'i, na yale yatakayoshuka kwenu katika aina mbalimbali za balaa na mitihani. Wala tasma'unna min alladhina, na mtasikia kutoka kwa wale ambao utul kutuba, waliopewa vitabu, min qablikum, kabla yenu, wa min alladhina ashraku, na kutoka kwa wale waliomshirikisha Allah, mtasikia shay'an kathira, mambo mengi. Mimma yuudhikum, miongoni mwa mambo yenye kuwaudhi, minat'ani fikum, kutokana na kukutukaneni nyinyi, wa fi dinikum, na hata kutokana dini yenu pia. Wa in tasbiru ala ma yusibukum, iwapo mtavumilia juu ya kile kitakachokupateni, min anwa'il masaibi, miongoni mwa misiba mbalimbali, wal ibtilaati, na mitihani na majaribio mbalimbali. Watattaqullaha, na mukamcha Allah, bifi'li ma amara, kwa kufanya kile alichoamrisha, wa tarki ma naha, na kuacha alichokataza.
fa inna dhalika, hakika kufanya hivyo, min al-umuri allati, ni katika mambo ambayo tahtaju ila azmi, yanahitajika kuazimiwa na kila mmoja kufanywa, wa yatanafasu fiha almutanafisuna, na kushindania kwenye mambo hayo kwenye kushindana. Min fawaid alayati, miongoni mwa faida za aya hizi kwenye ukurasa huu tuliopita nyuma, kwanza min su'i fi'ali alyahudi, miongoni mwa ubaya wa matendo wa Mayahudi, wa kabihi akhlaqihim, na ubaya wa tabia zao, i'tidauhum, ni kule uadui wao, ala anbiya'illahi, dhidi ya manabii wa Allah, bitakdhibi wal qatl, kwa kuwakadhibisha na kuwaua. Tuliona huko nyuma kwamba kila alipokuwa kija mtume wakimuua. Min su'i fi'ali alyahudi, miongoni mwa ubaya wa matendo ya Mayahudi, wa kabihi akhlaqihim, na tabia zao mbaya, i'tidauhum, ni kule uadui wao wanaofanya, ala anbiya'illahi, kuwafanyia manabii wa Allah, bitakdhibi wal qatl, kwa kuwakadhibisha na kuwaua. Lakini pili, kullu fawzin, kufaulu kokote, fi dunia, kwa duniani, fahuwa naqisun, basi ni kupungufu. Faulu utakavofaulu katika dunia, sio umefaulu kwenye masomo, sio umefaulu kazini, umechaguliwa wewe ndo mkuu, sio umefaulu wewe umepenya, umechaguliwa ndo rais, wote ufaulu wote utakaopata wa kidunia, kullu fawzin fi dunya, ufaulu wote wa duniani, fahuwa naqisun, basi kuna mapungufu. Wa innama alfawzu tamu, lakini kufuzu kulikotimia, fil akhirah, akhirah ndio kwenye kufaulu kulikotimia, sio duniani. Kule mtu akifaulu kafaulu kweli. Kufaulu kupi? bin najati minan nari, kwa kuokolewa na moto, wa dukhulil janna, na kuingizwa peponi. Ndio kumepita pale kwamba umekuja kwamba Mwenyezi Mungu anaambiwa uliyemwepusha moto ukamuingiza peponi, huyo kafaulu sana. Kwa hiyo kullu fawzin fi dunya fa huwa naqisun, kila kufaulu katika dunia kuna mapungufu. Wa innamal fawzu tamu, lakini kufuzu kulikotimia, fil akhirah, ni akhirah, bin najati minan nari, kwa kuokolewa na moto, wa dukhuli janna, na kuingizwa peponi. Min anwa'il ibtilai, miongoni mwa aina ya mitihani, kujaribiwa mtu, basi majaribio hata al-adha, yale maudhi, alladhi, ambayo yanalu almu'minina, wanayoyapata waumini, fi dinihim, katika dini yao, wa anfusihim, na katika nafsi zao, min kibali hal kitabi, maudhi hayo kutoka kwa hal kitabi, wal mushrikina, mushrikina, hayo ni katika majaribio vile vile. Utapata maudhi kwa makafiri, ni katika majaribio ya Allah. Kwa hiyo walwajibu hina idhin, kitakachowajibika wakati huo, as-sabru wa taqwa, wanapopata maudhi waumini, basi wawe na subra, wa taqwa Allah ta'ala, na wamche Allah mtukufu. Min anwa'il ibtilai, miongoni mwa aina za majaribio au mitihani, al-adha, ni yale maudhi, alladhi, ambayo yanalu almu'minina, wanayoyapata waumini, fi dinihim, kuhusiana na dini yao, wa anfusi, na hata wenyewe nafsi zao, min kibali hal kitabi, kutoka kwa hal kitabi, wal mushrikina, na washirikina. Walwajibu hina idhin, na kinachowajibika wakati huu wanapoudhiwa, as-sabru, wavumilie, wa taqwa Allah ta'ala, na wamche Allah mtukufu. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba, wa idh, kumbuka Muhammad, wakumbushe na wafuasi wako, akhadha Allahu, pale alipochukua Allah, mithaka, ahadi nzito, alladhina utul kitaba, kwa wale waliokuwa vitabu, yani Mayahudi na Manasara. Ahadi hiyo ilikuwa hivi, la tubayyinunnahu linnasi, kwamba vitabu mlivyopewa mutavibainisha kwa watu. La tubayyinunnahu linnasi, muvibainishe kwa watu, msifiche kitu. Wala taktumunahu, wala msifiche lolote katika viliomo. Basi ahadi hiyo wakachukua, lakini fanabadhuhu, alafu wakaitupilia mbali, waraa dhuhurihim, nyuma ya migongo yao, washtarau bihi, wakabadilisha kwa ahadi hiyo, thamanan qalila, kwa kupata pato dogo la kidunia. Fabisa ma yashtauruna, ni mabaya sana walioyachagua.
Wa idh akhadha Allahu, kumbuka alipochukua Allah mithaqa, ahadi, alladhina utul kitaba, kwa wale waliopewa vitabu. Allah alichukua ahadi kwa kuambia la tubayyinunnahu, basi vitabu hivyo muvibainishe, yani mvisome kwa watu. La tubayyinunnahu linnasi, muvibainishe kwa watu. Wala taktumunahu, wala msifiche chochote. Kilichotokea fanabadhuhu, wakatupilia mbali ahadi hiyo. Waraa dhuhurihim, nyuma ya migongo yao, wakaficha sifa za mtume zilioko mle. Washtarau bihi, wakabadilisha au wakauza kwa ahadi hiyo thamanan qalila, kwa kupata pato dogo la dunia, kupata uongozi tu basi. Fabisa ma yashtaruna, ni mabaya sana waliochagua. Wadhkur ayuha nabii, kumbuka ewe nabii, hina akhadha Allahu al-ahada, pale alipochukua Allah ahadi al-muakkada, iliyosisitizwa, ahadi nzito, ala ulamai ahlil kitabi, ahadi hiyo ilikuwa kwa wale wanawavuoni wa ahlul kitabi, min al-yahudi wan nasara, katika mayahudi na manasara. La tuwadhihunna linnasi, ya kwamba mtawafafanulia watu kitabu Allah, kitabu cha Allah. Wala taktumuna ma fihi, wala msifiche chochote katika yaliyomo kwenye kitabu hicho. Min alhuda, katika uongofu uliomo msifiche. Wala ma dalla alayhi, wala katika yale yanayofahamisha min nubuwati Muhammad sallam, yanayofahamisha utume wa Nabii Muhammad, msiyafiche pia, miyaseme. Fama kana minhum, basi hakuna kilichotokea kwao, illa antarahu al-ahada, isipokuwa walitupilia mbali ahadi. Walam yaltafitu ilayhi, hawakuielekea kabisa katika utekelezaji. Fakatamul haqa, wakaficha haki. Wa adhaharu al-batila, wakadhihirisha batili. Wastabdalu bi ahdi Allahi, wakabadilisha kwa ahadi ya Allah hiyo thamanan zahida, kwa pato duni sana. Thamanan zahida, pato duni sana. Kama nini? Kaljahi, kama kupata cheo tu, almali, na mali. Alladhi, ambazo kad yanaluhu, wanaweza wakapata duniani wakificha. Walijua hiyo kwamba wakificha sifa za mtume watapata, maana ndio wataendea kwa viongozi. Fabisa hadha thamam, ni pato baya sana hili. Alladhi, ambalo yastabdilunahu, walilobadilisha bi ahdillahi, kwa ahadi ya Allah. Wadhkur ayuha nabii, kumbuka ewe nabii, hina akhadha Allahu al-ahada, pale Allah alipochukua ahadi, ala ulamai ahlil kitabi, kwa waunabaa wa ahlul kitabi, min al-yahudi wan nasara, katika mayahudi na manasara, alipowaambia la tuwadhihunna linnasi, mutawafafanulia watu kitabu Allah, kitabu cha Allah. Wala taktumuna ma fihi, wala musifiche chochote katika kilichomo humo ndani yake, min alhuda, katika uongofu. Wala ma dalla alayhi, wala kile ambacho kinafahamisha min nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kinachofahamisha juu ya utume wa Nabii Muhammad, musifiche vile vile, tangazeni kwamba utume Muhammad umebashiriwa humo. Fama kana minhum, basi hakuna kilichotokea kwao, illa antarahu al-ahada, isipokuwa walitupilia mbali ahadi. Walam yaltafitu ilayhi, hawakuitizama kabisa kutaka kuitekeleza ahadi hiyo. Walichofanya fakatamuhu al-haqa, wakaficha haki. Wa adhaharu al-batila, wakadhihirisha batili. Wastabdalu bi ahdi Allahi, wakabadilisha kwa ahadi ya Allah thamanan zahida, kwa pato duni. Kaljahi, kama vile tukupata jaha, yani cheo, walmali, na kupata mali. Alladhi, ambavyo kad yanaluhu, huenda wakavipata hivyo wakificha watapewa chochote. Lakini fabisa hadha thamanu, ni pato baya sana hili. Alladhi, ambalo yastabdilunahu bi ahdillahi, walilibadilisha kwa ahadi ya Allah. La tahsabanna alladhina yafrahuna, wasidhani kabisa wale wenye kufurahia na kusherehekea, bima atau, kwa kile walichopewa, halafu wayuhibbuna an yuhmadu, wakapenda kusifiwa, bima, kwa vitu ambavyo lam yafalu, hawajavifanya.
hawa fala tahsabannahum, wasidhanie wao kabisa bimafazati min aladhabi, kwamba wameokoka na adhabu. Hawajaokoka. Walahum adhabun alimun, na watakuwa na adhabu yenye kuumiza. La tahsabanna alladhina yafrahuna, wasihzanie wale wenye kufurahia, bima atau, kwa kile walichopewa. Mtu kapewa mali, kapewa elimu, alafu akafurahia tu mali yake, akafurahia tu elimu yake, lakini wayuhibbuna, na wakapenda an yuhmadu, wasifiwe, bima lam yafalu, kwa vitu ambavyo hawajavifanya. Mwenye mali ukimsifia, bwana toa bwana kwenye dini huyu, kama ni Muislamu basi yapata kichwa, wala hatoi. Aliyekuwa na elimu ukimsifia huyu shekhe bwana, apata sifa, wala elimu yake hatoi. Wasidhanie hawa kwamba bimafazati min aladhab, wameokoka na adhabu. Hawajaokoka. Walahum adhabun alimun, na watakuwa na adhabu yenye kuumiza. La tadhunanna ya ayuha nabi, usidhani kabisa ewe nabii, anna alladhina yafrahuna, kwamba wale wenye kufurahia, bima faalu, kwa kile walichokifanya, min alkabahi, katika matendo mabaya ya kuficha na nini na kubania mambo. Alafu wayuhibbuna an yumdahahum nasu, wakapenda wasifiwe na watu, bima, kwa mambo ambayo lam yafaluhu, hawajafanya, min alkhairi, katika khairi, lakini wataka wasifiwe tu, bwana watu wazuri hao. La tadhunannahum, usiwadhanie, bimanjati min aladhabi wa salama, kwamba wameokoka na adhabu na wamesalimika. Hawajasalimika. Bal mahalluhum jahannam, bali sehemu yao wa kukaa ni jahannam. Walahum fiha adhabu muji'i, na wao kwenye moto watakuwa na adhabu yenye kuumiza. La tadhunanna ya ayuha nabii, usidhani kabisa ewe mtume, anna alladhina yafrahuna, kwamba wale wenye kusherehekea na kufurahia, bima faalu, kwa walioyafanya, min alkabahi, katika mambo mabaya. Wamefanya mambo mabaya alafu wanasherehekea. Wayuhibbuna an yamdahuhu nasu, wakapenda kusifiwa na watu, bima lam yafaluhu, kwa vitu ambavyo hawajavifanya, min alkhairi, kwenye khairi hawajafanya, wao ni shari tu. Hao la tadhunannahum bimanjati, usiwadhanie kwamba wamesalimika, wameokoka, min aladhabi, na adhabu, wa salama, na kusalimika. Bal mahalluhum jahannam, bali makadhi yao ni motoni. Walahum fiha adhabu muji', na motoni watakuwa na adhabu yenye kuumiza. Walillahi mulku samawati wal ardi, ni vyake yeye Allah ufalme wa mbinguni na ardhini, wake yeye ndo kamiliki kwa kuumba na kuumiliki. Wallahu ala kulli shay'in qadiru, na Allah kila kitu anaweza. Walillahi, ni wake Allah, mulku samawati, ufalme wa mbinguni, wal ardi, na ardhini. Wallahu ala kulli shay'in qadiru, na Allah kila kitu anaweza. Walillahi wahdahu, ni wake yeye Allah pekee, duna ghairuhu, kinyume na mwingine yote, mulku samawati wal ardi, ufalme wa mbinguni na ardhini. Wama fihima, na vilivyomo katika mbingu na ardhi. Khalqan, ni vyake yeye kwa kuviumba, ndiye aliyeumba. Wa tadbira, na kuviendesha, ndio anaviendesha. Wallahu ala kulli shay'in qadiru, na Allah juu ya kila kitu anaweza, hashindi na kitu. Walillahi wahdahu, ni vyake Allah pekee, duna ghaira, si mwingineo. Mulku samawati wal ardi, ufalme wa mbingu na wa ardhi. Wama fihima, na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi. Khalqan wa tadbira, ni vyake yeye kwa kuviumba, wa tadbira, na kuviendesha. Wallahu ala kulli shay'in qadiru, na Allah juu ya kila kitu anaweza. Inna fi khalqi samawati, hakika katika kule kuumbwa kwa mbingu, wal ardi, na kuumbwa dunia ardhi, wa ikhtilafi llaili, na jinsi unavyopishana usiku, wa nahari, na mchana. Kuna siku mchana unakuwa mrefu, usiku unafupika, na kinyume chake. Haya yote la ayati liulil albabi, ni dalili tosha lakini kwa wenye akili.
Kule kuumba tu kwa mbingu na ardhi tupo na vilivyomo ndani yake na upishanaji wa usiku na mchana, hii ni dalili itakayokuwezesha wewe kujua kwamba kweli kuna muumbaji aliyekuwa makini kweli. Makini kweli, lakini liuli la sio mimi na wewe, kwa wenye akili. Akili kila mmoja anayo, hata ng'ombe anayo, si ndio? Hata ng'ombe anayo akili, na ndio maana anajua chakula chake ukimwekea, anajua ale nini, anayo akili kwa mujibu wa hali yake. Lakini hapa inakusudiwa ile akili ya kuweza kuchanganua, kujua maslahi na kujua na maradhi ni nini. Basi ukitizama tu uumbaji wa mbingu na ardhi, jamani, kuna dalili nyingi hapa. Mbingu ilivyoumbwa, mbingu imeumbwa bighairi amal, sawa? Utaikuta imekaa pasi na nguzo, tarauna. Ukitafuta kitu gani imezuia, ndio utajua kwamba kweli Allah yuko. Haikukaa tu, kiko kitu kinazuia, lakini bighairi amali tarauna. Sisi hatuoni pasi na nguzo ambapo sisi tuwaona, lakini kipo kilichozuia nini? Yule mtaalamu wa anga wa Urusi alipokwenda huko juu, ndio mbinguni, sijui wapi alipokwenda kufanya upelelezi wake, aliporudi aliweka mkutano na waandishi wa habari. Akaulizwa, mambo gani umeona katika safari yako? Akawaambia, nimeona maajabu mengi sana. Nilipokuwa niko juu napanda na kile chombo, sema nilichungulia kwenye dirisha. Kwanza nikaiona hii dunia, niko juu kati huo, dunia kitu kidogo sana, kama lile vumbi tu la kwenye jua, mwangaza wa jua. Jua likipiga dirishani pale, sawa linapitisha mionzi, kwenye ile mionzi kama vivumbi hivi. Anasema niliona dunia kama kile kivumbi, kitu kidogo sana. Halafu kipo katikati kinaogelea. Hakuna kitu chini kimeshika nacho wala juu, kipo katikati. Kama kimpira fulani kidogo sana, kiko kati na kati, hakijazuiwa huku wala huku wala huku. Anasema nikajiuliza, nani anaizuia ile dunia? Nimekaa tu katikati. Ni nani anazuia ile? Je, hakujua nani anazuia? Alijua, lakini aliogopa kusema. Kwenye Qur'ani jawabu lipo, inna Allaha yumsiku as-samaa tazula. Allah ndio anazuia mbingu na ardhi sifanyeje, zisidondoke. Yani Allah ameweka force maalum ambayo huko chini inaizuia, kama vile inavyozuiwa mbingu isianguke. Kuna force fulani inaita gas force, inazuia. Basi na dunia imewekewa hiyo force, huku chini inazuia, na huku juu kuna force nyingine kwenye jua na nini, nawe inavuta. Basi imekuwa imekaa, tunakuwa haiendi tena kwa kiwango kilichokuwa kizuri. Allah akakadiria mwenyewe, maana ingezidisha force huku juu ingepandishwa juu, ingekwenda huko, sisi tungeishia. Lakini force ya juu na ya chini ikawa imepimwa vizuri, inaifanya dunia ikae pale pale. Na hapo kuna mambo mengi ya maajabu. Kuna maji, tuko pamoja kuna sijui oxygen, kuna nitrogen, sijui kuna mambo mengi yako hapo ambayo viumbe huko chini tuyakitaji, ndio nitrogen, hydrogen, si ndio? Tunahitaji sisi kwa ajili ya kutengenezea maji, kwa ajili ya kuchoma vyakula katika miili yetu, oxygen zote kaziweka Bwana Subhanahu wa Ta'ala.
Lakini pia katikati Allah ameweka kitu, mimi sijui nakihitaji, mtajua wenyewe mahitaji, ulinzi ambao unalinda ile fosi ya jua inayopiga moja kwa moja. Ingepiga moja kwa moja tusingeweza kuishi sisi, lakini Allah kaeka katikati kwamba hii kama inapoza kabisa. Tena huko linakuja lile jua ambalo twalihimili, na hilo tu pia ukitoka unasema siwezi kukaa kulala silali. Kwa hiyo uumbaji wa Allah wa mbingu na ardhi na mapishano ya usiku na mchana, kuna dalili ya kujua kwamba yuko muumbaji aliyeumba na anaviendesha hivi. Lakini ni ulil albab, kwa wenye akili. Wale kwa hawana akili ndio tupo tu. Tafakkarun. Ara'aytum in ja'ala Allahu lakum al-layla sarmada, maonaje Allah ingeufanya usiku kwenu moja kwa moja forever, kuna mchana, nani ingekuletea mchana na kinyume chake? Sasa huo mchana unakujaje, usiku unapatikanaje, unaondokaje ukaja huu? La ayati, lakini ni ulil albab, wenye akili. Inna fi khalqi samawati, hakika katika kuumbwa kwa mbingu, wal ardhi na ardhi, wa ikhtilafi al-layli, na upishanaji wa usiku, wa nahari na mchana, la ayatin, kuna dalili zinazoonyesha uweza wa Allah, lakini li ulil albabi, kwa wenye akili. Inna fi ijadi samawati, hakika katika kule kuziumba mbingu, wal ardhi na ardhi, min adami, kuzitoa huko ambapo hazikuwepo, ala ghairi mithalin sabiki, pasi na mfano uliotangulia kwamba kuliwahi kuumbwa hicho Allah akaiga. Wa fi ta'aqubi al-layli wan-nahari, na katika kupishana kwa usiku na mchana, wa tafautihima, na kule kutafautiana, tulan wa kasra, kiurefu na kiufupi, mara urefu una usiku mrefu, mara mchana unakuwa mfupi hivyo. Haya yote la dalail wadhiha, ni dalili zilizokuwa wazi, lakini li ashabi al-uquli salima, kwa wale watu wenye akili zilizosalimika, tadulluhum, dalili hizi zinawafahamisha wao, ala khaliqil qaumi, juu ya yule mwenye kuumba ulimwengu, almustahiqu lilibadati wahdahu, ambaye anastahiki kuabudiwa pekee. Inna fi ijadi samawati, hakika katika kule kuumbwa kwa mbingu, wal ardhi na ardhi, min adami, kutoka huko ambapo hazikuwepo, ala ghairi mithali, akaumba pasi na kukopia, sabiki, mfano ambao ulitokea huko nyuma hauko. Wa fi ta'aqubi al-layli wan-nahari, na katika kupishana kwa usiku na mchana, wa tafautihima, na kule kutafautiana kwao, tulan wa kasra, kiurefu na ufupi, la dalailun wadhiha, ni dalili iliyokuwa wazi, lakini li ashabi al-uquli salima, kwa watu wenye akili zilizosalimika. Tadulluhum, zinawafahamisha wao, ala khaliqil kauni almustahiq lilibada, juu ya muumba ulimwengu ambaye almustahiq lilibadati wahdahu, anastahiki kuabudiwa pekee. Wepi wenye akili? Allah anawataja kwenye wakili, anawafasiri, anasema wenye akili. Wepi wenye akili? Ni hawa alladhina yadhkuruna Allaha, wale ambao wanamdhukuru Allah, wanamtaja Allah, qiyaman, hali ya kuwa wamesimama, wa qu'udan, na wakiwa wamekaa kitako, wa ala junubihim, na hata wakiwa wamelala katika kulalia mbavu zao. Inakusudiwa maana yake katika kila hali, sio kwamba ni katika hizi hali tatu. Ndio hali tatu kuonyesha kwamba kila hali, katika hali ya kusimama au kaa, wamelala, yani katika kila hali na katika kila mazingira wanamtaja Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu kupitia mama Aisha anasema, kana Rasulullah sallallahu yadhkurullah fi kulli ahyani, Mtume alikuwa akimdhukuru Allah katika hali yake yote, katika mazingira yake yote. Kwa hiyo hiyo ndio akili, kumdhukuru Allah katika kila hali, si kumdhukuru tu ikawa basi. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh,
na wakatafakari kuhusiana na lile kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Wakatafakari. Jamani, tupo pamoja? Tutatafakari vipi? Hebu jamani, kidogo hapo kwanza, kabla kwa mbele tuchangie. Mchangie. Jamani, Allah anasema katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na kule kupishana kwa usiku na mchana ni dalili ambayo itamwezesha mtu kujua kwamba yuko muumbaji aliyeumba anastahili kuabudiwa pekee. Akawafasiri Allah lakini wenye akili, si ndio? Akawatafsiri wenye akili ni wepi? Akasema ni wale wenye kumdhukuru Allah katika hali ya kusimama, wakiwa wamekaa, wakiwa wamelala, halafu wayatafakkaruna fi khalqis samawati, wakatafakari kuhusiana huku kuumbwa kwa mbingu na nini na ardhi. Huku kutafakari kuumbwa kwa mbingu na ardhi ni kupi ambako Allah atakatutafakari? Bado hamjafahamu Nataka mchangie nini? Hata anatutaka nini hapa Allah subhanahu wa ta'ala anapotusema kwamba tutafakari kuhusiana na uumbwaji wa mbingu na nini? Tutafakari kuumbwa kwa mbingu na maana yake nini? Na tafakari ukubwa wake. Bado sijamjibu. Ma khalaqna as-samawati wal arda batilan subhanaka faqina adhaban. Tutafakari kuhusiana na kuumbwa mbingu, kwamba mbingu imeumbwaje, ardhi sio maana yake ndio kutafakari. Tukitaka tuseme tutafakari mbingu imeumbwaje, ardhi imeumbwaje, mpaka tuje tufike pahala tupate jawabu tuseme subhanaka ma khalaqta ala batila. Baada ya kutafakari. Maana yake nini? Maana yake atakala tuisome mbingu, tuisome na ardhi, ndio maana yake. Tupo kama tuisome mbingu na kuumbwa kwa mbingu na kuumbwa, ni somo gani hili mwaliita leo? Na sawa, la anga kuna jina lakini laitwa geography physics inaingia na geography inaingia Kwa Allah kataka tuingie huko kwenye physics, kwenye geography, ndio tutapata kujua imeumbwa suko ili tutafakari. Na hapo tutakaposoma hiyo physics na nini na geography, mada zake ni zipi? Na za anga Kwa hiyo tutasoma nini huko? Tutasoma jua, mwezi. Jua, mwezi kizungu mwahitaji sayari, au sio? Kwa hiyo tutazisoma sayari au sivyo? Tutasoma jua, mwezi, tutasoma Venus, Pluto, Jupiter, Saturn, si ndio? Tufahamiana? Msomaji huyu aitwaje huyu? Mwanasayansi au mwanaastronomy anaitwaje? Anasifika sana duniani Huku kwenye Uislamu twamwitaje huyu? Ukilisoma jua maana yake unasoma shamsi. Sawa Utasoma na kamari, shamsi, kamari, Zuhali, Mirihi, Mushtara. Ndio utasoma hizo Huku zina majina hayo ya mabaya Shamsi ndio wasoma jua Shamsi. Kamari ndio mwezi sio? Zuhali, Mushtara, Jupiter, Mushtara, Zuhali, sijui Zuhra, sijui nini tuko Kiarabu na kisha zaitwa hivyo. Utasoma hizo. Huku zinaitwa vipi? Saturn, Earth, Pluto, Mercury. Tuko pamoja Sijui mwafahamu ninalokusudia kusema. Wataka kusoma wewe hizo. Ukisoma huku utaingia kwenye manektabasa
ilman min an-nujumi iktabasa shu'bata min as-sihri zada ma zada au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuko kigusa utakuwa unasoma nini? Lakini ukisoma hivi kipluto ki Venus ki athi usome nini? Usome uchawi. Kwenye hii aya Allah anatuhimiza tusome hiyo elimu, tuko pamoja ili tuweze kujua mbingu imeumbwaje, dunia imeumbwaje, na viumbe vikoje, vimeumbwa vipi. Tukitafakari, tukijua na tukisoma ndio tutakuwa tunaweza kutafakari Tukisha tafakari ndio tutarudi na majibu, rabbana ma khalaqta hadha batila. Hujaumba haya kwa kucheza. Hujaumba tusiji Pluto kwa jinsi ndio ulikuwa wacheza tu, umeomba tudude likae tukale kama vile. Maana batila ni mchezo wa kitoto, ndio unaitwa batila au aje. Mchezo wa kitoto. Mtoto mchezo wake ni nini? Atafanya mchezo kwa gharama kubwa, alafu hakuna faida, ataacha tu, hakuna matokeo. Atatengeneza gari lake hapo la mbao shekhe, atakula siku hiyo hali, alafu usiku analitupa huko. Ndio batila hiyo. Maana hakuna mahali na maana. Lakini kazi aliyofanya kubwa kweli, basi utajua kwamba Allah hakuumba dunia, hakuumba hivyo vilivyoko duniani kwa kucheza. Kwamba kile chokumba kuna maana yake na kuna faida zake. Lakini utafakari. Huwezi kutafakari hivi tusidanganyane. Kutafakari mpaka ile kuitizama ile uumbaji wa mbingu na ardhi ilivyoumbwa, uitizame mbingu ile siku na nyota ile hiyo. Sio kutafakari huko. Fi khalqi samawati, maana yake ina maana uisome ndio utakapotafakari ukajua kwamba kweli kwani ya mbingu imepatikana kwa kitu gani utajua. Kitu gani ni moshi? Allah sema ilikuwa ni dukhani, wahia dukhani au sio? Mnahitaji nini? Kizungu sisi ilikuwa ni dukhani. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Tajua mbingu ilikuwa nini, ardhi ilikuwa nini, ilikuwa kuwaje, ilikuwa wapi, mpaka imekuwa hivi, imekuwa vipi, ina mambo gani. Lazima utamjua. Na ndio maana wale waliosomea hizo elimu wakenda huko juu wakatafakari, basi asilimia kubwa walirudi wakawa Waislamu. Ambao si Waislamu walisilimu, lakini makafiri waliwaua, kwa wengine waliwaritadisha, kwa sababu tu isijaonekana kwamba Uislamu ndio dini ya sahihi. Waliwaua, waliotaka hawalikataa kuritadi waliwaua, na waliokubali kuritadi waliishi. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda, wenye akili ni wale wenye kumdhukara Allah hali ya kuwa wamesimama na wamekaa. Wa ala junubihim, na wakiwa wamelala kambavu zao. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati, wakatafakari katika kuumbwa kwa mbingu wal ardhi na ardhi. Mwisho wake watasema rabbana, mola wetu, ma khalaqta hadha batila, hujaumba hivi kwa mchezo. Subhanaka, umetakasika na kucheza. Fakina adhaban nar, tukinge na adhabu ya moto. Wahum, wenye akili ni wale alladhina ambao yadhkuruna Allah ala kulli ahwalihim, wanamdhukuru Allah katika hali zao zote. Fi hali qiyamihim, katika hali ya kusimama kwao. Wa hali julusihim, na hali ya kukaa kwao. Wa fi hali ittijaihim, na katika hali ya kulala kwao. Wa yu'miluna fikrahum, na wanazituma fikra zao. Fi khalqi samawati, katika kuumbwa kwa mbingu wal ardhi na ardhi. Qailina, hali ya kusema ya rabbana, mola wetu, ma khalaqta hadha al-khalq al-azim,
hujaumba viumbe hivi vikubwa abatha, kwa mchezo. Tanazahta, umetakasika anil abathi, na kucheza. Fajannibna adhaba an-nar, tukinge na adhabu ya moto. Bitawfiqina, kwa kule kutuwafikisha sisi. Lisalihati, kufanya matendo mema. Wahfidhna, tuhifadhi. Min as-sayyiati, kutokana na mabaya. Wa hum alladhina, wao ndio wale ambao yadhkuruna Allah ala kulli ahwalihim, wanamdhukuru Allah kwa hali zao zote. Fi hali qiyamihim, katika hali ya kusimama kwao. Wa halu julusihim, na hali ya kukaa kwao. Wa fi hali tijaihim, na katika hali ya kulala kwao. Wa yu'miluna fikrahum, wanazituma fikra zao. Fi khalqi samawati, katika kuumbwa kwa mbingu. Wal ardhi, ardhi. Qailina, hali ya kusema ya rabbana, mola wetu, ma khalaqta hadha al-khalqa al-azim, hujaumba viumbe vikubwa kama hivi. Abatha, kwa mchezo. Tanazahta anil abathi, umetakasika na kucheza. Fajannibna adhaba an-nari, tuepushe na adhabu ya moto. Bitawfiqina lisalihati, kwa kutuwafikisha kufanya mema. Wa hafidhna min as-sayyiati, na tukinge au tuhifadhi na mabaya. Rabbana, wataendelea kusema mola wetu, innaka, hakika wewe, man tudkhilin nara, yule ambaye utamuingiza motoni. Fakad ahazaitahu, ama huyo umempa hizaya ya juu, yani umemdhalilisha kupitiliza. Wa mali dhalimina min ansar, hawatompata madhalimu wa kuwanusuru. Rabbana, mola wetu, innaka man tudkhilin nara, hakika wewe utakayemuingiza motoni. Fakad akhzaitahu, kwa kweli umemdhalilisha sana. Wa mali dhalimina, na hawatopata madhalimu min ansari wa kuwanusuru. Fa innaka ya rabbana, kwani wewe mola wetu, man tudkhilin nara, utakayemuingiza motoni. Fakad khalaqaka min khalqika, miongoni mwa viumbe wako. Fakad ahantahu, huyo utakuwa umemdhalilisha sana. Wa fadhahtahu, na umemfedhehesha. Walaysa lidhalimina yawm alqiyama, hawatopata madhalimu siku ya kiyama. Min awani, wasaidizi. Yamnauna anhum, ambao watawakinga adhab Allahi, na adhabu ya Allah. Wa ikabihi, na mateso yake. Fa innaka ya rabbana, hakika wewe mola wetu, man tudkhilin nara, utakayemuingiza motoni. Min khalqika, katika viumbe wako. Fakad ahantahu, utakuwa umemdhalilisha. Wa fadhahtahu, na umemfedhehesha. Walaysa lidhalimina, hawatopata madhalimu yawm alqiyama, siku ya kiyama. Min a'wanin, hawatapata wasaidizi. Yamnauna anhum, ambao watawakinga adhab Allahi, na adhabu ya Allah. Wa iqabihi, na mateso yake. Rabbana, mola wetu, innana, hakika sisi, sami'na munadiya, tumemsikia yule mwenye kulingana, mnadi, mwenye kunadi, yani mwenye kulingania dini. Munadian, yule mtangazaji. Lilimani, anayewatangazia watu kuamini, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiwaambia hivi, an aminu bi rabbikum, anatangaza jamani, muaminini mola wenu. Fa amanna, sisi tushamuamini. Kwa hiyo kilichobaki, rabbana, mola wetu, faghfir lana, tumeamini sisi, tusamehe dhunubana, dhambi zetu. Wa kaffir anna, na utufutie sayiati, na yale makosa yetu madogo madogo. Halafu watawaffana ma'al abrari, tufishe pamoja na waja wema. Rabbana, mola wetu, innana sami'na, hakika sisi tumesikia. Munadi, ya mtangazaji. Yunadi lilimani, akitangaza imani, akiwatangazia watu, akiwaambia an aminu bi rabbikum, jamani muaminini mola wenu. Fa amanna, sisi tumeshaamini. Kwa hiyo faghfir lana, rabbana faghfir lana, mola wetu tusamehe sisi dhunuba, na makosa yetu. Wa kaffir anna, na tufutie kabisa sayiati, na makosa yetu madogo madogo. Watawaffana ma'al abrari, tufishe pamoja na waja wema. Rabbana innana sami'na, mola wetu sisi tumesikia. Nani tumemsikia? Da'iyan, mlinganiaji, lilimani, wa imani.
wa huwa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mtume wako Muhammad ibn yako. Yad'u qailan, akiwailingania watu akisema hivi, aminu billahi rabbakum, muaminini mola Allah mola wenu, ilahan wahida, Mungu mmoja. Fa amanna bima yad'u, sisi tumeamini kwa kile ambacho yad'u ilayhi, anacholingana nacho. Wattabana shari'atahu, tushafuata sheria yake. Fastur dhunubana, sitiri dhambi zetu. Fala tufadhihna, usitufedheheshe. Watajawaz an sayyiatina, tupuuzilie mbali mabaya yetu madogo madogo. Fala tuakhidhna biha, usituadhibu kwayo. Watawaffana ma'a salihina, tufishe pamoja na waja wema. Bitawfiqina, kwa kule kutuwafikisha, lifi'li lkhairati, matendo ya kheri, wa tarki sayiati, na kuwacha mambo mabaya. Rabbana innana sami'na da'iya, mola wetu sisi tumemsikia mlinganiaji, lilimani, anayelingania imani, wa huwa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mtume wako Muhammad, rehema na amani juu yake. Yad'u qaila, akilingania watu hadi ya kusema aminu billahi rabbikum, muaminini mola wenu Allah mola wenu, ilahan wahida, muabudiwa mmoja. Fa amanna, sisi tumeamini, bima yad'u ilayhi, kwa kile anachokilingania nacho tumekiamini. Wattabana shari'atahu, tushafuata sheria yake. Kilichobaki, fastur dhunubana, tuili dhambi zetu. Fala tufadhihna, usitufedheheshe. Watajawaz an sayyiatina, tupuuzilia mbali yale madogo madogo, makosa yetu yapuuzilie mbali madogo madogo. Fala tuakhidhna biha, usituadhibu kwa madhambi hayo. Watawaffana ma'a salihina, tufishe pamoja na waja wema. Bitawfikina, kwa kule kutuwafikisha sisi, lifi'li lkhairati, kufanya mambo ya kheri, wa tarki sayiati, na kuwacha mabaya. Rabbana, mola wetu. Jamani, yote haya baada ya kutafakari ni maombi tu. Wewe utaomba kila kitu, utakiri kwamba kumbe mimi nakosea sana. Kazi yako utaomba samahani tu kila wakati. Rabbana, mola wetu, wa atina, tupe sisi, ma wa'adtana, kile ulichotuahidi, ala rusulika, kupitia mitume wako. Wala tuhizna, usitupe hizaya, usitufedheheshe, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Innaka la tukhlifu almi'ad, kwani wewe huendi kinyume, hukhalifu miadi yako, kiahidi unatekeleza. Rabbana, mola wetu, wa atina, tupe sisi, ma wa'adtana, kile ulichotuahidi sisi, ala rusulika, kupitia mitume wako. Wala tukhzina, usitudhalilishe, usije kutufedhehesha, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Innaka la tukhlifu almi'adi, kwani wewe hauendi kinyume na miadi yako. Min fawaid Rabbana, mola wetu, wa atina ma wa'atana, tupe kile ulichotuahidi, ala alsinati rasulika, kupitia lugha na ndimi za mitume wako. Min alhidayati, kutokana na uongofu, wa nasri, nusra fi dunia, kutunusuru duniani. Wala tufadhihna yawmal qiyama, usitufedheheshe siku ya kiyama, bidukhuli nari, kwa kutuingiza motoni, maana motoni ni kufedheheka. Innaka ya rabbana, hakika wewe mola wetu, karimu, wewe ni mkarimu. La tukhlifu adaka, huendi kinyume na ahadi yako. Min fawaidi alayati, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza kabisa, min sifati ulamai su'i, aya zinatuonyesha miongoni mwa sifa za maulama waovu. Maulama waovu, miongoni mwa sifa zao, min ahli alkitabi, miongoni mwa ahli alkitabi, sifa zao mbaya, katmul ilmi, kuficha elimu, wattibai alhawa, na kufuata matamanio tu, walfarhu, na kufurahia, bimadhi nasi, kusifiwa na watu, ma'asui sarairihim, pamoja na ubaya wa siri zao, wa af'alihim, na matendo yao, wataka wasifiwe tu. Min sifati ulamai su'i, miongoni mwa sifa za maulama wa baya, min ahli kitabi, katika ahli kitabi, katmul ilmi, ni kuficha kwao elimu. Wameficha elimu kwa kutaka kutaja, kuthibitisha kwamba kule kuna Muhammad katajwa na hivi na hivi. Wattibai alhawa, na kufuata matamanio yao, walfarhu, na kufurahia, bimadhi nasi, kusifiwa na watu, min su'i, ma'asui sarairihim, pamoja na ubaya wa siri zao. Siri zao ni mbaya sana, wafaali, na matendo yao. Lakini pili,
Atafakuru fi khalqi Allah, kutafakari katika maumbaji ya Allah Ta'ala, fi samawati, katika kuumba kwake mbingu, wal ardhi, na ardhi, wa taakubil azmani, na kupishana muda huu wakati, yurithul yaqin, kufanya hivyo kunarithisha yakini, bi'izmatillah, kuwa na yakini ya utukufu wa Allah, wa kamali khudu'illah, na kukamilika unyenyekevu kwa Allah azza wa jalla. Atafakuru fi khalqi Allah, kutafakari katika uumbaji wa Allah Ta'ala mtukufu, fi samawati wal ardhi, katika mbingu na ardhi, wa taakubil azmani, na kupishana zama wakati, kufanya hivyo yurithu al-yaqin, kutarithisha kuwa na yakini, bi'azmatillah, kwa utukufu wa Allah, wa kamali al-khudu'i lahu, na kutapatikana unyenyekevu uliokamilika kumnyenyekea. Mwisho kabisa, dua Allah wa khudu'il qalbi, kumuomba Allah na kunyenyekea moyo lahu, kwa ajili ya kuomba Ta'ala, kumuomba Allah mtukufu. Hii min akmal madhahir al-ubudiyya, ni miongoni mwa jambo linaloonyesha ukamilifu na kudhihirisha ubudia, utumwa, uja, kwamba we mpaka waomba, manake wewe unadhihirisha kwamba mie si Mungu, muhitaji, ndio maana unaomba, wewe ni mtumwa tu. Dua Allah, kumuomba Allah, wa khudu'il qalbi, na unyenyekevu wa moyo lahu, kunyenyekea kwake Ta'ala mtukufu. Hii min akmal madhahiri, ni miongoni mwa jambo lililokamilika katika kudhihirisha al-ubudiyya, uja au utumwa, kwamba wewe ni mja wake, ndio maana wamuomba. Inshallah tufike hapo, wallahu a'lam. Kama kuna maswali kwenye maudhui yetu tuulize. Naam. Naambiwa kwamba tunasoma haya tunaingia kwenye masuala ya ushirikina na kwa Ndio ufahamu, kila mmoja na ufahamu wake, lakini huyo anayekwambia ni ushirikina, basi kama kaenda shule pia naye kayasoma. Tuko pamoja? Wala hajawahi kumwambia mwalimu usisomeshe ushirikina, na atajisifia. Na kuna baadhi ya siku kama alipita shuleni akikaa msikitini vingine, basi unamkuta singine anaweza akasherehesha, lakini asherehesha kizunguzungu. Tuko anasherehesha kwa nini? Kwa kizungu. Wala haonekani wa ajabu, na watu watamsifu, masomo. Lakini huku na ndivyo tulivyofanywa, hatujui tu sisi kwamba hii ni dhana ambayo tumefanyishwa na makafiri. Makafiri walipigana vita na Uislamu face to face, lakini walipopigana vita face to face hakuna siku waliopata matokeo mazuri. Kila siku walipokuwa wakipigana na Uislamu basi walikuwa ni wenye kushindwa, mpaka wakathibitisha kwamba Waislamu kwa kupigana nao hivi hatuwawezi. Basi wakageuza njia, kusema sasa tupigane na Waislamu na kupigana na Uislamu wao wa fikra. Wakafanya wanaita Waarabu ghazwatun fikriya, vita vya fikra. Basi wakatupiga kifikra tu. Sisi hatuwazi mambo ya fikra ya kunyanyua nini dini yetu. Ndio kila mmoja hana hayo mawazo ya ndio maana hata kitokea mtu akataka kufanya jambo ambalo pengine la kunyanyua ule Uislamu, basi wao watamuona mtu mbaya na aleta mambo mabaya. Tuko ndio kama hivyo. Sisi tumeletwa duniani, Allah anasema lengo katuleta tuwe khalifa, si ndio? Sasa khalifa maana yake tuuendeshe nini? Ndio, tutauendesha pasi na kusoma. Tuko ndio maana sisi mpaka ukizungumza ukizungumza na mkeo kwa ile dhana tuliyopewa, ni wao wametuundia hizo dhana kwamba
kitu hichi hakifai kusoma, hichi hakifai kusoma, ili si tusisome. Wao wanafanyaje? Wao wanasoma na wanasomeshana. Lengo nini? Wao wawe makhalifa, na kweli wamekuwa makhalifa. Kiasi ambacho leo imekuwa tawe ukizungumza na mke wako wasema nazungumza na chati, basi wao wanakufeli kabisa. Kwa sababu ukizungumza na hichi chombo tupo wao waliofanya tafakuru fi khalqi samawati wal ardi, basi wana vyombo vyao wamerusha huko juu. Wewe ili upate mawasiliano yote lazima tupo mnahitaji ndio kiji gani sio? Haya mambo ya mawasiliano, mambo ya internet, minara, si nini, si mpaka mambo ya nini, si mpaka liende huko. Tupo katika khalqi samawati wal ardi mpaka wametengeneza vituo huko mbinguni, huko wana vituo vyao, si ndio? Kuna kituo cha Urusi huko juu. Tupo mawasiliano yoyote duniani, hakuna bomu lolote litakalorushwa duniani linahitaji target. Ili lipate target lazima litumie hizo, ndio mnahitaji sijui majina mie piji gani sijui. Tupo ikipiga ndio inatoa, inaonyesha adui yuko wapi, ili lipeleke mwelekeo gani. Na ndio maana Mrusi alipokuwa akipigana na wale nani wa Ukraine, tupo alikuwa wadunda vibaya sana, wakiletewa misaada ile halafu anazikamata silaha azichukua. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio mwenye kituo kikubwa huko juu. Kwa hiyo yeye anapopigana hahitaji mawasiliano ya Marekani. Maana Marekani ukinindo anakupiga hivyo yeye. Wewe ukitaka fanya bomu lako lote sio lazima utumie nini zao, si ndio? Kwa wanakuona tu, kuna wakati wakitaka wanakuzimia tu. Wewe unakuwa unapigana huna dira, wao wanakushuti. Sasa yeye alikuwa hatumii hizo za kwao, anatumia za kwake mwenyewe. Halafu za kwao anazifelisha. Ukuta unazingira, unakamatwa, umekuwa silaha, wamekuwa na NATO, wanakwenda washukua wao. Tuko pamoja Utakuwaje khalifa huwezi kufanya hayo mambo? Alafu huku Allah baada ya kutuambia tuwe khalifa, huku anasema wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa. Tuko pamoja? Manake lazima sisi tuwe makhalifa na tuwe na quwwa, lazima tusome masomo. Tupo Sasa hizo dhana tunazotiwa nazo, tunatakiwa sisi tumepewa akili. Tumepewa nini? Akili. Natakiwa mtu achanganue kwa akili yake kwamba je, hivi wasemavyo hawa ndivyo kweli? Na ile hadithi ya Mtume sallam ambayo twaitumia kupitia, je, yasema vile kweli na inamaanisha vile kweli? Kwamba kweli si na tukatata kusoma ya masomo, maana tuwe watawaliwa tu siku zote. Tuko pamoja? Tulitakiwa tujiulize, au pengine hatujaifahamu, ina mafahamisho mengine. Maana hadithi inasema man ta'allama ilma min an-nujumi, atakayejifundisha elimu ya nyota ya sayari, yani amejifundisha sehemu katika nini? Uchawi. Utazidi uchawi wake kwa mujibu wa atakavozidi elimu yake. Tuko pamoja? Hii hadithi sijui imekataza. Tuko pamoja? Imefanyaje? Imekataza au sijui imetoa maelezo, tuitizame kwanza. Na uchawi wenyewe aliyouzungumza hapa ni uchawi upi? Sababu uchawi kwa nyingi. Tumekasema hata nasema inna fil bayani la sihr. Sio? Hata kule kufafanua tu basi ni nini? Uchawi. Kiweza kufafanua mambo hii basi ni uchawi bwana. Sasa uchawi upi? Tufahamiana tunatakiwa tusome. Tena ili ufahamu katika kusoma siku zote, ili wewe upate uelewa sahihi kabisa. Unaposoma zile mashrab zako zivue, ziweke pembeni. Maana kila mmoja ana mashrab zake alizonyeshwa. Huyo kasoma kwa nani, kasoma kwa nani, kanyweshwa vipi, na kasoma kanyweshwa. Kila mmoja kanyweshwa alivyoyweshwa. Sasa ili wewe uweze kuwa msomaji mzuri,
pale unapotakiwa kusoma, ile misimamo yako ile weka wapi? Pembe. Yaike kule nje. Ukitoka beba misimamo yako. Tafahamiana? Ukisoma na ile mashrab zako huelewi haki. Maana kwanza hata uonyeshe aya, uonyeshe hadithi, si una msimamo wako hapo, utakuwa wapuuza tu. Itakuwa kama ni aya utasema itakuwa mansuku hiyo. Na kama ni hadithi pengine dhaifu. Tupo yani wewe utakuwa, kwa sababu una kibegi chako umebeba. Kiingia darasani eka bali, kuwa huru, tumia nini akili yako kupima yale yasomeshwayo. Na ndio maana na raha yake, ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala hakumtaka mwenda azimu waabudu, wala hakumtaka mtoto mdogo, kataka mtu mzima ambaye na akili yake, kwa sababu unaweza kupima wewe. Na kwa kutumia akili yako, kama hujasoma, utakapomsikiliza huyu na ukamsikiliza na huyu, wewe utapima, utajua tu njia ya kupita. Lakini ikiwa uko huru, ama ikiwa huko huru, utakuwa basi, utakuwa ndio yale ya Mayahudi wanamwambia Musa, mahma ta'atina bihi min ayatin litasakharana ma laka bil min al-mu'minin. Sema bwana, hata ukitusomea ya gani wewe, watusomea ni tu uturoge tuone kweli. Sisi hatukuamini, tukwambia kabisa usipate shida. Utakuwa hivyo wewe. Na hata ukisomewa aya gani, ukisomewa hadithi gani, unaweza ukauliza, kwani shekhe fulani asemaje katika hilo? Sasa kuna shekhe fulani mkubwa kuliko shekhe Allah mwenyewe, kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bado Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamka maneno, yale maneno hatujayafahamu mpaka leo. Alisema zamani sana, akasema bada al-islamu gharib wa sayaudu gharib kama bada. Uislamu umeanza mgeni, yani watu hawajauelewa, na utarudi kwao haujaelewa. Ndio kama hivyo. Yani misimamo yetu na ufahamu wetu wa dini, wallahi thumma wallahi, tukenda hivyo kwa tulivyosoma sisi na kuamini tunavyoamini, tutaota tu. Uislamu hauwezi kupata hatamu hata siku moja, hata siku moja. Hizi ni dhana zilizoingizwa na wasio Waislamu, kwa sababu sasa hivi jamani, Waislamu tumetawaliwa na katika kila sekta. Makafiri ndio wametawala ulimwengu. Makafiri wametawala sasa hivi ulimwengu kututawala sisi, na wametawala mpaka elimu zetu. Wameingia mpaka kwenye elimu ile mitaala ya kufundishia, wameingia, wametawala wao. Kwa hiyo leo unaweza kumkuta mwana wa chuoni au ustadhi au shekhe ametoka amepata scholarship kenda nje kusoma, lakini akirudi hapa haji kuunufaisha Uislamu, bali atakuja kuuvuruga Uislamu, kwa sababu ile misimamo aliyosomeshwa kule, kasomeshwa ya dini mwenyewe, lakini kasomeshwa misimamo ya kuja kuwavuruga nani? Uislamu. Haji kuwajenga Uislamu na kuwaua. Kitoka kasoma wapi huyo bwana, ana PhD ya wapi huyo? Tupo pamoja lakini ni misimamo ambayo yanapewa, yameingizwa kwenye vyuo vya Waislamu, ili Waislamu wawe kazi yao wao kutigana mateke tu kila siku, hawendi mbele. Huku watu wanasonga mbele, weshafika kwa kufika. Makafiri sie ndio kwanza tushindana tu, wewe hapo unkosea hapo bwana, wewe mtamkadhuma hapo kuna jari hapo. Tupo wewe bwana wafunga leo bwana, ilikuwa ufunge kesho bwana. Tuko hapo sisi, watu wanasonga. Lakini tunatamani ifike siku Uislamu ufanyaje? Ushike khatamu. Hautashika khatamu katika utaratibu huu. Kwa pamoja tuangalie tu kidogo wenzetu, kwa mfano ambao tunaamini kwamba itikadi zao si sahihi, lakini waitwa Waislamu, lakini hatua ambayo wanafanyaje? Wanafikia, na inakuwa tishio la ulimwengu mzima wa ukafiri. Irani tupo, yani ulimwengu mzima wa kikafiri, basi wanamuogopa, tishio kubwa sana. Kwa sababu gani?
kwa sababu Yusuf fi khalqi samawati, au wataalamu wanasoma na yeye anatengeneza vitu vya vikubwa tupo kuwa anatengeneza kiasi ambacho anatishia amani. Sisi tunajua Uislamu kusoma tafsiri ya Qur'ani neno kwa neno, ukasomeshwa na hadithi neno kwa neno, ukasomeshwa na nahau na fikihi, ukajua nakshi ndogo ndogo na yakati na kati na nalisimu ghallaba, tusubiri pepo tukaingia. Tukoroma. Tuona ndio Uislamu unafanyaje? Ushakwisha hapo. Ufahamu kwa kila mmoja atafakari vizuri. Hatuwezi Waislamu kuwa na nguvu na kuheshimika tupo kama hatujasoma kuna baadhi ya elimu. Na ukirudi huko nyuma sana, kama utafuatilia hasa, utakuta hizo elimu ambazo leo wao ndio wanaringia makafiri, basi unakuta asilimia kubwa wavumbuzi Waislamu. Lakini ndio hivyo ninavyosema, tupo na walitunga Waislamu, wakaandika na matabu, makafiri waliwakamata, wakawaritadisha, waliokutakotadi waliua, na wakachukua vitabu vyao, wakakopia vilivyokulobaki, wakavitosa baharini. Sasa ionekane kama wao ndio wavumbuzi wa kila kitu. Kwa lazima tujielewe. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham wa alimna ma